Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko, sura ya 4 aya ya 35 hadi aya ya 41. Siku ile kulipokuwa jioni, Yesu akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari ya somo la Injili siku ya Jumamosi tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambapo kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu John Bosco, padre na mwanzilishi wa shirika. John Bosco alizaliwa mwaka 1815 huko Torino, Italia, ambapo kila tarehe 31 Januari kanisa linamuenzi mtakatifu huyu kama mwanzilishi wa shirika la Wasalesiani wa Don Bosco, mabinti wa mama yetu Bikira Maria, msaada wa Wakristo, Wasalesiani washiriki, na kama baba wa familia ya Kisalesiani, mlezi na mchungaji wa vijana aliyefungua njia ya utakatifu kwa vijana, aliyetoa mbinu ya malezi inayoambatana na hali ya kiroho, na aliyepokea karama maalumu ya malezi. Alifariki mwaka 1888 akiwa na umri wa miaka 73. Alitangazwa kuwa ni mwenye heri tarehe 2 mwezi Juni mwaka 1929 na tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 1934 alitangazwa kuwa mtakatifu. John Bosco ni padre aliyejitoa sadaka bila kujibakiza kwa ajili ya utume wa vijana waliokimbilia mjini Torino, kaskazini mwa Italia, kutafuta fursa za ajira baada ya kutokea kwa mapinduzi ya viwanda wakati huo. Kwa kusoma alama za nyakati, akaanzisha mahali pa kuwakutanisha vijana, akawapatia malezi, makuzi na majiundo makini ya kitaaluma. Haya yote aliyafanya baada ya kupewa daraja takatifu ya upadre mwaka 1841, ambapo alikwenda kukaa mjini Torino, akajaribu kujenga urafiki na vijana kwa njia ya michezo kama kukimbia, kuvuta kamba, kucheza gitaa, kuimba, kusimulia hadithi na michezo mingine mingi. Michezo hii ilianza kwa sala ya Rozari, tafakari ya neno la Mungu
na mafundisho ya katekisimu. Padre John Bosco aliweza pia kuwatembelea na kuwahudumia wagonjwa, wafungwa, maskini na wahitaji wengine. Alijenga shule mbalimbali zikiwemo shule za ufundi, akifundisha fani mbalimbali kama vile useremala, ujenzi pamoja na michezo na hadithi. Msingi wa elimu iliyotolewa katika shule hizi ilikuwa sala na maadili. Wanafunzi walihimizwa kuungama mara kwa mara na kushiriki adhimisho la sadaka ya misa takatifu kila siku. Somo la Injili ya leo linatufundisha kumtumainia Mungu katika kukabiliana na matatizo pamoja na mahangaiko mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Injili inasimulia tukio la Yesu kutuliza dhoruba. Katika tukio hili kuna wahusika wa aina tatu. Kwanza, dhoruba kuu ya upepo iliyosababisha mawimbi kukipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Wahusika wa aina ya pili ni mitume ambao wanamuita Yesu mwalimu. Hawa walijaribu kwa nguvu zao kupambana na dhoruba bila mafanikio. Hofu na mashaka vikazidi kuwaingia. Walipokumbuka kuwa kati yao yupo Yesu muweza wa yote, waliomba msaada kwake, lakini kwa malalamiko wakisema, Bwana, haujali kwamba tunaangamia? Yesu akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Na mhusika wa tatu ni Yesu mwenyewe, ambaye ndiye mwenye nguvu na mamlaka juu ya maji ya bahari, na anaiamuru inyamaze na kutulia. Ndugu zangu wapendwa, sehemu hii ya Injili inatufundisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kabisa, tunafundishwa kuwa maisha ni safari. Tukiwa katika safari hii ya maisha, tunakumbana na dhoruba za kila aina katika maisha ya kiroho na katika maisha ya kimwili. Dhoruba hizi hutuletea hofu, mashaka na wasiwasi, na hatimaye kutuondolea ujasiri wa kukabiliana nazo. Tukiwa katika hali hiyo, ipo hatari ya kupoteza imani na hata kufikiri kwamba Mungu amesinzia, kama walivyodhani hawa mitume wa Yesu. Na hapo ndipo tutaona tunazidi kuzama kwenye bahari. Katika hali hiyo, tunafundishwa kuweka matumaini yetu kwa Mungu, naye atatusaidia kama alivyowasaidia hawa mitume katika somo hili la Injili. Jambo la pili, tutafakari swali la Yesu, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Ndugu zangu, kwa swali hilo Yesu anataka tutambue uwepo wa Mungu kati yetu, na hasa pale bahari ya maisha yetu inapochafuka kwa misukosuko ya maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Katikati ya misukosuko hiyo, hatuna budi kukumbuka kwamba Mungu wetu hasinzii wala halali, kama tunavyosoma kutoka katika Zaburi ya 121 aya ya 4. Mlinzi wa Israeli hasinzii wala halali. Mtakatifu John Bosco tunayeadhimisha kumbukumbu yake leo, naye pia utume wake haukuwa rahisi mara zote. Alipitia magumu mbalimbali. Katika historia ya maisha yake inasemwa kuwa kadiri sifa zake nzuri zilivyoenea
ndivyo alivyopata maadui wengi, na hasa viongozi wa dola waliompinga na hata kutishia kumuua, lakini Mungu alimlinda. Tumwombe Mwenyezi Mungu kwa maombezi yake ili tujaliwe utambuzi wa uwepo wake katika magumu na dhoruba mbalimbali za maisha tunazokutana nazo kila siku, na hatimaye tuweke matumaini kwake. Tumsifu Yesu Kristo.